kuwafahamisheni mambo mawili muhimu. Moja, tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka huu 2026 Mamlaka ya Mapato Tanzania inatimiza miaka 30. Kwa hiyo tunafanya shughuli ya leo hapa kama sehemu ya kuanzisha sherehe au shamra za TRA kutimiza miaka 30. Kwa maana nyingine miongo mitatu. Na sambamba na hilo pia tarehe hiyo 1 mwezi Julai tutakuwa na tuzo kwa walipa kodi bora wa mwaka 2024-2025. Kwa hiyo tutatumia tukio hilo kufanya vitu viwili kwa wakati mmoja. Moja, kwa kutimiza miaka 30 tangu TRA ianzishwe, ambako ilianzishwa tarehe 1 mwezi Julai mwaka 1996. Lakini sambamba na hilo tutatumia siku hiyo kama nilivyosema kuwatuza walipa kodi bora, kwa maana ya kwamba walipa kodi walipa kodi kwa hiari, lakini pamoja nayo walipa kodi kiasi kikubwa, lakini pia wanaofuata taratibu na sheria kikamilifu bila kupindisha. Kwa maana hiyo ni kwamba wanaopita mchakato fulani inakuwa ni walipa kodi bora na wako wamethibitishwa, na hivyo tutawatuza kwa tarehe hiyo. Kwa hiyo itakuwa ni tukio la kipekee, na kwa mara ya kwanza najua tulikuwa tuzo kwa walipa kodi miaka yote. Kwa mara ya kwanza mwaka huu itakuwa ni tuzo ya rais kwa mlipa kodi bora, kwa heshima ya rais mwenyewe. Kwa hiyo watakaopewa tuzo mwaka huu inakuwa inaitwa tuzo ya rais kwa mlipa kodi bora kwa mara ya kwanza. Na kwa kuwa tunafanya hivyo, pia inakuwa ni sehemu ya maadhimisho ya miaka 30. Sasa mlipa kodi bora amepatikana, lakini pia kuna kauli mbiu itaongoza sherehe hizo. Kwa maana ya kauli mbiu yetu ambayo itatumika kwa muda wote kuanzia sasa hadi tarehe 1 ni kwamba miongo mitatu ya TRA, mlipa kodi shujaa, Tanzania inayojitegemea. Kauli yake hiyo, kauli ina maana gani? Maana yake ni kwamba tumetimiza miongo mitatu, miaka 30, lakini mlipa kodi ni shujaa, kwa maana ya kwamba amewezesha nchi yetu kufika hapa ilipo, kwa sababu amekuwa akilipa kodi kwa wakati na vizuri. Ndio maana tumeona vitu vingi sana vimetokea ndani ya miaka 30.